Ni msafara wa makamu mwenyekiti wa CCM Taifa ndugu Stephen Wasira hii leo tarehe 16 Oktoba akiwasili katika ukumbi wa CMG Motel akiwa ameambatana na viongozi mbalimbali wa CCM ngazi ya mkoa na wilaya sambamba na mgombea ubunge jimbo la Tarime mjini Mheshimiwa Esther Nicolaus Matiko. Wasira na Matiko wakizungumza katika mkutano huo wa ndani wa Chama cha Mapinduzi wamewataka wana CCM kuendelea kutafuta kura za ndio kwa mgombea urais, mbunge na madiwani watokanao na Chama cha Mapinduzi. Matiko amewakumbusha wana CCM maendeleo ambayo yamefanywa na serikali ya Rais Samia na kuwataka kuendeleza imani hiyo na kutokusita wala kurudi nyuma kutafuta kura za CCM ifikapo Oktoba 29. Makamu mwenyekiti wetu wa chama mzee wangu Stephen Wasira, viongozi wote wa kitaifa hapa na viongozi wote wa mkoa, wilaya, kata, matawi, mabalozi wetu na wengine wote ambao mko hapa. CCM oye! Tarime safi! Wangapi wamefurahia ujio wa makamu wetu mwenyekiti ndani ya jimbo la Tarime? Asante sana. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, sisi jimbo la Tarime mjini tumeendelea kubarikiwa na ujio wenu wa viongozi wa kitaifa, wa mkoa, kikanda pia na kiwilaya. Umeendelea kutuimarisha. Tarime mjini ya leo sio Tarime mjini ya mwezi mmoja wala wiki tatu nyuma. Mheshimiwa mwenyekiti, makamu mwenyekiti, kwanza kabisa kabla sijaendelea, nipende kumshukuru mdogo wangu Jackson Kagoe kwa kuona ni vyema na kwa kupitia kwa viongozi wetu mmemrudisha kijana wetu kundini aje tukijenge chama, aje tujenge nchi yetu na zaidi tujenge Tarime yetu. Ndugu zangu ambao mko hapa, makamu mwenyekiti ameeleza mengi ambayo tumekuwa pia tukieleza kwenye mikutano yetu ya hadhara, lakini naamini na nyie mkipita nyumba kwa nyumba, vijiwe kwa vijiwe, mara zote tumekuwa tukiinani ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi ambao tumekabidhiwa ya kitaifa, lakini ya mkoa na ile yangu ya jimbo, lakini zaidi tukiyaeleza yale ambayo mgombea wetu wa urais Dr. Samia Suluhu Hassan ameyafanya katika kipindi chake katika jimbo letu la Tarime, wilaya, mkoa, lakini kitaifa. Kwa uchache sana yale ambayo makamu mwenyekiti ameeleza na mengine niyaeleza msoma, lakini na mengine tumekuwa tukielezana katika kila kata ni yapi ameweza kuyafanya kwenye kata husika, kwenye mtaa husika na kwenye jimbo letu la Tarime mjini. Ndugu zangu, niwaambie hakika Chama chetu cha Mapinduzi kimeongoza nchi yetu tangia tumepata uhuru, na wote wamefanya kwa kiasi kikubwa. Akina mgombea wetu wa urais ameweza kufanya kwa kiasi kikubwa zaidi, kwa maana kukusa yale maendeleo ambayo hasa sisi wa huku Tarime mjini na wilaya Tarime na naamini na kwingine kote kwenye sekta ya afya na sekta ya elimu tumekuwa tukichangishana hapa na pale, na hiyo michango kwa imepungua. Kwa mfano, Mheshimiwa makamu mwenyekiti na mgeni wetu wa leo rasmi kwenye sekta ya elimu, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan chini ya serikali ya awamu ya 6 aliweza, tunataka tushinde kwa idadi kubwa ya wananchi wa Tarime mjini kujitokeza kwenda kupiga kura. Hilo ndio jukumu letu kubwa. Tarime mjini tuna wakazi waliojiandikisha kupiga kura 83, lakini kati ya hao 22,000 ndio wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Ni idadi kubwa sana ambao chama chetu
kuhakikisha tunahamasisha hawa watu 61,000 wajitokeze kwenda kupiga kura, na sio tu kupiga kura bali kupiga kura kwa Chama cha Mapinduzi. Nikiamini sisi wanachama cha Mapinduzi 22,000 tutatoka kwenda kupiga kura, na tuhakikishe kati yetu tukipata watatu tayari tutakuwa tumetoka kwa zaidi ya 80,000 kwenda kupiga kura. CCM oye! Mama yetu aligusa pia kwenye sekta yake katika serikali yake ya awamu ya 6 kwa kuleta bilioni 3.2 ambayo kama ameeleza makamu mwenyekiti hapo, tulikuwa na zahanati 3 tuna 9, kituo cha afya 1 tuna 2, na hivi vyote vina huduma ya mama na mtoto ambayo imesaidia kwa kiwango kikubwa kabisa kupunguza vifo vya mama na mtoto. Lakini pia ziliweza kutolewa bilioni 1.7 kukarabati hospitali yetu ya mji wa Tarime. Pale tumejengewa jengo la wagonjwa huduma ya dharura, emergency medical department, ambayo tukifika pale unaweza kutibiwa kabla hujapelekwa huko kwenye wodi zingine. Tumeweza kupata mochwari ya kisasa kabisa. Tumeweza kupata kichomea taka cha kisasa kabisa. Tukaweza kupata nyumba za madaktari 3 kabisa pale. Tukaweza kupata maternity complex nzuri, jengo la mama na mtoto la kisasa kabisa, ambalo makamu mwenyekiti alizinduliwa. Bado kuna ile runway inasubiriwa kujengwa ya wagonjwa pale pa kutembeza mgonjwa hapajawezekwa, lakini muda wote kuanzia sasa likikamilika, ile adha ambayo tulikuwa nayo, kwa sababu hospitali yetu inahudumia watu nje ya Tarime mji, wanatoka halmashauri ya wilaya, wengine wanatoka Rorya, lakini wengine wanatoka nchi jirani ya Kenya. Kuna kipindi ukienda kwenye wadi ya wanawake wamejifungua, unakuta wanawake 2 3 wamelala kitanda kimoja. Lakini lile jengo ambalo limejengwa pale, ambalo linaenda kufunguliwa muda sio mrefu, wazazi hata ukipata ujauzito unasema Mwenyezi Mungu ni baraka kweli, kwa sababu na uhakika nitajifungua salama na nitapumzishwa sehemu salama. Hii yote ni kazi ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia inaweza kujengwa jengo, kwa kizungu wanaita waiting bay, jengo kwa wale ndugu ambao wameenda kuuguza wagonjwa pale, wanasubiria, wanapumzika kwenye lile jengo, wakienda wodini na kuhudumia, baada wanarudi kupumzika. Kwa hiyo amefanya mengi pia katika sekta ya afya. Tukizunguka tueleze haya mema ambayo amefanya katika level ya mji wetu wa Tarime. Acha yale ya kitaifa ambayo ni mengi mno, acha yale ya kimkoa. Sasa hivi tupata rufaa, tunaenda kwenye hospitali ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere ambao tumepigania tangia nikiwa bunge la 10, makamu mwenyekiti akiwa mwenyekiti wa bunge wa mkoa wa Mara, alipigania sana hiyo hospitali. Lakini leo Dr. Samia Suluhu Hassan amehakikisha inakamilika. Tumpigie makofi mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi oye! Lakini pia katika level kimkoa, kijimbo limeshaeleza sana, kimkoa mnajua, na jaribu kugusia mawili tu ambayo tangia makamu mwenyekiti akiwa mwenyekiti wetu wa mkoa, uwanja wa Serengeti wa kimataifa aliomba, lakini sasa hivi unaenda kujengwa chini ya mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Najua utalii umekuwa sana, tunapokea watalii kwa ndege hapa Magena, tunawapeleka Serengeti. Ule uwanja ukijengwa, mahoteli mengi tutajenga hapa, watalii watakuwa kutoka kule wanataka kwenda Nairobi, wanapita pia hapa, tunafaidika. Mama Samia we! Soko zuri ametujengea hapa bilioni 9.3. Tunapata soko lingine zuri pale leo na maeneo mengine mengi, kwa sababu tumeendelea kuelezana sana. Mimi niwaombe ndugu zangu kwa unyenyekevu kabisa, jukumu tulionalo sasa ni kutoka na kutafuta kura, kuhakikisha watu wanajitokeza tarehe 23 na 29. Watu wanajitokeza kwa wingi tarehe 29 kwenda kupiga kura. Waondokane na dhana potofu ambayo inajengwa na wale ambao wameamua
uchaguzi kwa wao wenyewe. Tunagombea vyama 18, chama kimoja ndio akigombea. Tuhamasishane tukapige kura kwa wingi kwa maendeleo ya watu wa Tarime.